Wagwan my people, naamini mko poa sana. Mimi naitwa Lucian Bosco. Kwanza hata kabla sijasema kwa nini nipo hapa, kwanza nawashukuru watu wote ambao mnaoendelea kutuchangia. Huwa tunaomba michango yenu tuchangiwe kufanikisha lengo letu la kuweza kujenga kituo cha taarifa, sanaa na elimu ya kisukari kule kwa makonde wenzangu kwenye kijiji cha Mkunya kilichopo katika wilaya ya Newala. Lengo ni kufikisha milioni 15 na Mungu Baba, naomba utusaidie sisi tunaofanya kazi ya jamii hiyo milioni 15 ipatikane. Wale ambao wote mnaoendelea kutuchangia tunashukuru sana sana. Na wewe ambaye bado hujaweza kutuchangia, naamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubariki, utaweza kutuchangia. Na kama utahitaji kutuchangia, basi unaweza ukatuma mchango wako kwenye namba ya lipa namba ya Voda ambayo ni 58 22 59 34 58 22 59 34 na jina ni Diabetes Consciousness for Community au Dikoko. Lakini kwa wewe ambaye ungependelea kutumia bank account, benki yetu ni NMB na nambari ya account ni 24 71 00 25 99 4. Narudia 24 71 00 25 99 4 na jina ni Diabetes Consciousness for Community. Tafadhali sana jamani, tunaomba mtuchangie ili kufikisha lengo. Hii inaitwa social responsibility. Hii it's a social responsibility, na mimi ninaamini ukijaliwa unaweza ukatutumia mchango. Haya, asanteni. Sasa nataka niongee na wale ambao they are newly diagnosed with type 1 diabetes. Nimepata text. Hey, mambo vipi? Ninakufollow. Kitu ambacho siamini ni kwamba una kisukari na bado upo hapo. Mimi nina wasiwasi sana kwa sababu wiki 3 zilizopita nimeambiwa nina aina ya kwanza ya kisukari na ni mimi pekee nyumbani kwetu mwenye kisukari. Je, unadhani nitaweza kutimiza ndoto zangu? Nina wasiwasi, nina uoga. Asante. So EDM nimesoma mara 3 na nilimjibu nikammotivate, nikampa moyo and all that, lakini nikawaza kuna wangapi ambao wapo kama yeye uko duniani wamevunjika moyo, wanauoga, na hasa wale ambao wanazungukwa na jamii ambayo wao wanadhani kisukari ni ya wazee peke yake. Wao wanadhani kisukari it's all about lifestyle. Kuna mtoto ambaye amezaliwa wiki hii na wiki hii amekuwa diagnosed na type 1 diabetes. Inahusiana vipi na lifestyle? Lakini pia kuna mtu ambaye yeye anafanya mazoezi sana, yani sana, and boom, type 2 diabetes. Inahusiano gani na lifestyle? Nadhani ni vile tu ambavyo tumeaminishwa kwamba kila anayepata kisukari ni imesababishwa na mfumo mbaya wa maisha. Kama nilivyosema, kuna mtu anafanya mazoezi kila siku lakini amepata kisukari. Kuna mtu ambaye anaweza kabisa kugawanyisha sahani yake kama inavyotakiwa kuwa inagawanywa, kwa maana ya wanga kidogo, protein, mboga za majani nyingi, atumi pombe, atumi vitu vya sukari, lakini tu akapata kisukari. Kwa hiyo tumeaminishwa sana kwamba mfumo wa maisha inasababisha kisukari. Kuna sababu zingine ambazo zinasababisha mtu kupata kisukari. So nikasema let me get here niongee na those kind of people. Sikiliza, nimemaliza la 7, nikaenda kusoma nchi tu hapo ya jirani mpaka form 6, kasoma chuo, nimefanya degree ya kwanza, nimefanya masters degree, ni mwandishi wa habari by professional, nimetangaza na kuproduce my Sugar na Lucy segment, ni mwandishi wa makala za maisha na kisukari kwenye gazeti la Mwananchi, and now on nina produce kipindi cha Dondoo na Reggae pale Kwanza Production. Na by the way, Dondoo na Reggae kinatoka ama kinasikika ama kipo live kila Jumamosi saa 9 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. So make sure unaingia kwenye redio mtandao, una search Kwanza Production na unaweza kutusikiliza hapo. So kwa nini nasema yote haya? Kwa sababu nataka ujue kwamba kisukari sio
kizuizi. Kisukari haijawahi kuwa obstacle. I have friends ambao they are doing big things, na wana kisukari. I have friends ambao wana big title na wana kisukari. So usiruhusu hiyo fear ikutafune ndani yako. Usiruhusu hiyo fear ikuingie ndani yako na kukupa hofu. Usiruhusu ujinyanyapae mwenyewe. Usiruhusu. Naelewa kibinadamu, mara ya kwanza utakuwa na uoga ile, know that mimi nitaweza. Wewe utaweza. You should stop questioning yourself. Nimeambiwa hivyo jana. Yeah, so this is for you. Wewe utabahatika kuangalia hii video. Usiruhusu kisukari kivunje matarajio yako ya maisha yako. Usiruhusu kisukari kuvunja mipango yako. Yani wewe tu ni jua kwamba you are blessed. Unaweza kuisha hayo maisha, umebarikiwa na Mungu hawezi kukupa mzigo bila kukupa nguvu ya kuweza kuubeba. Yeah, so this is Lucian Bosco. This is me telling you. Bye.